Naam, karibu tena mtazamaji katika awamu yetu ya pili ya taarifa zetu za KTN leo weekendi Jumapili hii. Naam, mwili mmoja umeopolewa kufuatia ajali ya boti iliyotokea katika eneo la Chuda huko Mombasa, huku juhudi zikiendelea kuwasaka watu wawili zaidi ambao bado hawajapatikana. Mmoja alionusurika amesema waliweza kujiokoa baada ya ajali hiyo, akifichua kwamba kulikuwa na boya moja tu la kujiokolea kwenye boti hilo. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki aliyetembelea eneo la Chuda ameahidi kwamba serikali itasaidia familia zilizoathirika na kuhakikisha kwamba mili iliyosalia inapatikana. Aidha, serikali inapanga kutoa malipo ya pole kwa familia zilizopoteza wapendo wao. Gavana Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir akithibitisha kuopolewa kwa mwili huo mmoja na kuahidi kwamba serikali ya kaunti kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa zitasaidia familia zilizo na kufanya uchunguzi wa kina kubaini chanzo cha ajali hiyo. Serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti zitashirikiana. Already tumepata mwili mmoja uko pale kwa boti, na tumewaambia wale ambao wanahusika wahakikisha kwamba usiku ya leo waendelee na hiyo kazi, ndio tupate kufunga huo ukurasa kwa njia ya heshima. Na tumezungumza na Deputy President Badi Twalib, yuko hapa. Ule mkono wa wale ambao kwamba waliweza kwenda mbele za haki, Badi Twalib atadili na wao. Lakini mimi naomba wana Bangla nisikizeni. Wana Bangla nisikizeni. Haiwezekani tusiweze kwenda kuzika wenzetu. Kwa familia na wengine wote, makamu wa rais na gavana wamekubaliana kuanzia kesho pole ya watu wangu watanikabidhi mimi Badi Twalib niwapatie watu wangu pole yao ambao watakuwa wamepata. Na tusonge mbele mtazamaji.